Leo nawaita wafanyakazi wote tuongee. Yes, hizi sio na lazima kwa sababu ya vitu tunavyoonyeshwa ni lazima. Anakopa, analipa, anakopa tena, ananunua mashati, sio ananunua jeans, tunatumia hela zile kutokana na kuwa influenced na perspective mbili ya kiimani na Mungu hataki watu wake wapate shida. Ndio maana anabariki kazi za mikono yetu. Sasa hakikisha unavifanyia kazi. Kila la heri. Tusemezane. Leo nawaita wafanyakazi wote tuongee. Yes, kama umeajiriwa uko sehemu unapata kipato. Kuna wale wafanyabiashara wanakujaga na bidhaa zao kazini kwetu kwa ajili ya kuwaungisha na kadhalika. I don't have problem with them at all. Lakini unaombea matumizi ya hela zako. Unaomba Mungu akulindie kipato chako usikitawanye. Yaani content sijui ninaweka kwenye soga za imani au ninaweka kwenye short tip au itaenda kote. Maana yangu ni nini? Kuna siku niko kwenye ofisi fulani hivi nikaona yule mama amekuja anauzia sweet perfume. Sawa, kwenye hiyo ofisi watu wananunua perfume na saizi hiyo siku ilikuwa ni mwisho wa mwezi. Kwa hiyo nikaanza kuwaza, watu wangapi tunafanyaga matumizi yasiyo na lazima kwa sababu ya vitu tunavyoonyeshwa ni lazima. Kuna kipindi nilikuwa nafanya kazi sehemu fulani, kuna mtu akaniambia, ndio maisha yetu bwana. Unapata mshahara, unakopa, unalipa, unafanyaje? Inaenda ni culture. Huyo mtu alikuwa anaongea hapo kwenye ofisi, alikuwa na miaka 10 kwenye ofisi. Sawa? Kwamba hayo ndio maisha ambayo anaingia kwenye mkopo, anakopa, analipa, anakopa tena, ananunua mashati, sio ananunua jeans, ananunua nini, lakini wananunua mashuka. Hayo ndio maisha yake. Lakini do we pray for it? Je, unasali? Je, unaandika? Okay, basi tukiachana na mambo ya kusali, tunasema ni mambo ya kiimani sana. Je, unaandika matumizi yako unayoyataka kuyafanya au unatapanya tu hela kwa sababu una uhakika wa mwisho wa mwezi? Lakini ukiangalia most of us tunatumia hela zile kutokana na kuwa influenced na mazingira. Japo hivyo vitu sometimes hata hatuna uhitaji navyo. Hatuhitaji kuwa na a lot of perfumes. Hatuhitaji kuwa na a lot of clothes. Hatuhitaji kuwa na a lot of utensils ambazo tuzitumia. Hatuhitaji kuwa, lakini kwa sababu kila siku kuna mtu anakuja pale na vyombo vipya ofisini, anakuja na nguo mpya, anakuja na perfume mpya, anakuja na makeup mpya, anauza. Yeye ni mfanyabiashara and unahisi you needed them over and over and over again. Sasa nitaongelea kwenye perspective mbili. Ya kiimani, kiimani ni kwamba muda mwingi tunakuwa tunatapanya hela. Sawa Watu wengine kwenye imani nyingine wanasema ni chuma ulete na kadhalika. Mimi siwezi kusema hayo. Lakini muda mwingi kwenye perspective ya kiimani tunatapanya hela. Kwa hiyo tunaacha kupanda mbegu nzuri, sawa, kuhusu hela zetu na kuzitapanya kila mara, kwamba hatuna muda wa kuziombea zile hela. Kiimani unatakiwa uombee hela zako wapi zinapaswa kuenda na usimamie msimamo wako kwa wapi zinapaswa kwenda. Kwa sababu Mungu anasema tumepewa vitu kuvitawala, tumepewa kazi za mikono yetu zinatupa riziki, tunatakiwa tutoe sadaka na tuishi vizuri. Hiyo ndio formula ya Mungu. Kwa namna moja au nyingine. Siko hapa kuielezea kiundani vifungu vya Biblia au nini, hapana. Lakini niko hapa kuambia kwamba Mungu hataki watu wake wapate shida. Ndio maana anabariki kazi za mikono yetu. Sasa unabarikiwa kwenye kazi za mikono yetu, baada ya kupanda mbegu nzuri na kipato, unakitapanya. So huwezi kuona matokeo ya kazi za mikono yako. That believe perspective. Sawa, huo ni mtazamo wa nini? Wa kiimani. Tunakuja kwenye mtazamo wa kiuchumi. Mtazamo wa kiuchumi unasema kwamba unatakiwa utrack your expenses. Sawa, mapato yako yaendane na matumizi yako. Hii ni kwa kila mtu. Either ni mfanyabiashara au sio mfanyabiashara. As long as una kipato, as long as una income, unatakiwa uhakikishe una expenses, una saving na kadhalika mnazoambiwa na motivation speakers. Lakini watu wengi hatunaga hizo, kwa hiyo tunakuwa tunatapanya hela. Tunakuwa na losses, kwamba matumizi yanakuwa makubwa kuliko vipato vyetu, na ndio maana tunaishia kwenye ukopaji wa vitu. Sawa, tunakopa, tunaingia kwenye mikopo ambayo haiishi kwa sababu tunasema kipato hakitoshi, kwa sababu matumizi yanakuwa makubwa. Je, lakini matumizi hayo, kuna matumizi ya lazima na matumizi ambayo sio lazima. Je, matumizi hayo ni ya lazima? Sawa, muda mwingine yanakuwa sio ya lazima. Kwa hiyo kwenye kiuchumi tunakuwa tunafeli kwenye that perspective kwamba kipato chetu hakiendani na matumizi yetu. Nini tunapaswa kufanya? Namba moja, kiimani, unatakiwa uombe kipato chako sana. Sana. Kama ulivyoombea kuipata hiyo kazi au kupata hiyo riziki, hakikisha pia unaombea ulinzi wa kipato chako ili kitimize kusudio la Mwenyezi Mungu. Unakuta unafanya hivyo lakini kumbe hutimizi kusudio la Mwenyezi Mungu. Unafanya kazi kwa miaka mingi lakini ukija kuulizwa umefanya nini cha maana, unasema hakuna ulichofanya cha maana. Kwa sababu gani? Kwa sababu hukufanya kusudio la Mwenyezi Mungu wakati amekupa baraka za mikono yako.
Hiyo ni kiimani. Kiuchumi ni kutrack your expenses, write down your expenses na kipato chako kinaendana nacho, na cut down unnecessary, kupunguza matumizi ambayo sio ya lazima. Hapo kwa hiyo na hope umeielewa katika perspective zote mbili. Lakini video hii itaenda kwenye imani na itaenda kwenye maisha ya short tip kawaida kwenye mambo ya kiuchumi, ili watu wote tujifunze kwenye perspective zote mbili, kwa sababu kuna watu wanaamini kwenye perspective ya kwanza ya imani, na kuna watu wanaamini kwenye perspective ya pili ya uchumi, na kuna watu wanaamini kwenye perspective ya kwanza na ya pili, means imani na uchumi. Lakini kama unaamini kwenye vyote kati ya hivyo, au hauna unachokiamini lakini kuna kitu ulichojifunza, hakikisha unavifanyia kazi. Kila laheri mzangu. Shosti, tusemezane.